Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji, kama unavyoona nimeweza kukita kambi kwenye maeneo ambayo mila inasiri kuonyesha. Leo tukifahamu dhahiri shahiri kwamba ni siku ya mila na utamaduni humo chuoni Chuka, ambapo wanafunzi kutoka mila na jamii mbalimbali wanasidi kueneza mila zao na kuonyesha jinsi ilivyo na thamani kwa sasa. Kwa hivyo acha niwape jamii ya Pokot tuweze kueleza mengi zaidi kuhusiana na mila yao. Asante kabisa. Kwa majina naitwa Robert Dakuri. Mimi ni mkaaji wa West Pokot. Kuna tunaelimisha mila yetu. Vitu zingine kama hivi vijitu tunaona hapa, hivi ni kama mikuki. So hatuna kitu mikuki, tukaamua kufanya demonstration kidogo. Hivi mikuki vilikuwa tunatumika kuchunga ng'ombe. So katika mifugo nyumbani mlikuwa mna keep security nayo, mkasimba hizo vitu. Sina mengi, labda nikaribishe nyumbani. So kuna jina litumika so nilikuwa kueleza kuhusu so kwa mila na desturi yetu ni wanawake wanafaa kujenga nyumba kwa mila na desturi. So sisi wanaume tunajua hiyo nyumba ni ya mama na watoto. Sasa sisi kama vijana na wazee tukiwa wakubwa tufai kulala tunalala nje ya nyumba. Kwa hivyo tunasema mwanamume akizika katika ujenzi wa nyumba tutakuwa tumekiuka maadili ama desturi ya jamii. Kama sisi wa Pokot hivyo ndo mila na desturi inakuwa. Mwanaume akijenga nyumba haifai kabisa, hiyo ni mila. Lakini kwa sasa since hizo utamaduni imeisha kidogo, unapata wanaume wanajenga nyumba. Kwa hivyo mwanaume anavyokomaa anafaa kuwa anawajibika kujijengea sehemu ya pesa kuishi. Kwa sasa anafaa kujenga mahali pa kuishi, lakini kitambo awali hawakuwa wanafaa kuishi. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia, hivyo ndivyo mila ya jamii ya Pokot inavyosiri kuendelezwa kwa enzi ya sasa. Hebu tupate mengi zaidi kutoka kwa Okay, kama vile nilivyosema, kwa majina yanaitwa Ruben. Sasa kwa kimila ya Pokot, wanawake ndio wanafaa kujenga nyumba, kwa sababu mwanamume hafai kulala ndani ya nyumba. Kama tunavyoelewa huko Saidi ya Pokot na North Eastern huko hivi kuna cattle rustling. Sasa mwanamume anafaa kulala na ng'ombe yake huko hivi. Haifai kulala ndani ya nyumba, unalala tu na boys huko nje ili kuchunga ng'ombe isiibiwe. Kwa majina naitwa Amos Sebo. Napenda kuzungumzia hapo penye amesema kwamba wanaume wanalala nje. Sasa hiyo kulala nje kwetu, kwa sababu sisi kama wanaume tunategemea katika jamii. Hasa ni kama tunachunga familia, tunachunga boma, hadi ng'ombe zetu tumetenga tumeweka hapo nje. Sasa in case of any, kama kuna wizi, kama kuna jambo hili kimetokea, ndio tunalinda. Hakuna. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia, hivyo ndivyo mila ya jamii ya Pokot inavyozidi kuendelezwa. Na leo kama tunavyofahamu ni siku ya mila na utamaduni humo chuoni Chuka, ambapo tunazidi kwa hoji baadhi ya jamii mbalimbali ili tufahamu kwa kina na ufasaha jinsi wanavyoendeleza mila yao kwa enzi za sasa. Shukrani.